kiukweli kabisa, kiukweli itakuwa ni aibu ya mwaka. Miongoni mwa aibu za mwaka. Yanga ingekuwa na timu za vijana mimi ningeelewa. Yanga ina Azizi Ki, kacheza toka mwanzo wa mashindano bwana. Tunaweka rekodi vizuri hapa. Yanga ina Maxim pia Nzengeli. Yanga ina Dickson Job. Yanga ina Ibrahim Baka. Yanga ina Israel Patrick Mwenda. Yanga ina Mudathir Yahya Abbas. Sawa bwana. Yanga ina Djigui Diarra kwenye bench. Yanga ina Shadrack Boka, hajatumika hata mechi moja lakini yupo. Yanga ina Mzinze. Sasa wakirudi Kapa, kwa kweli itakuwa ni aibu ya mwaka. Watawaambia nini watu? Itakuwa ni aibu ya mwaka kwa sababu tukipiga tathmini ya haraka inawezekana wachezaji wa JKU hakuna hata mmoja anayefikia mshahara wa mchezaji wa Yanga. Kwa Yanga watakuwa wamefungwa na timu inayolipwa mshahara mdogo. Umeelewa vizuri? Watakuwa wamefungwa na timu inayolipwa mshahara mdogo kwenye mashindano ya Muungano. Kwa hiyo itakuwa ni aibu ya timu kubwa kufungwa na timu yenye mshahara mdogo. Sawa. Bwana, gazeti la Habari Leo pia linaandika Simba ratiba iko sawa, tutaitumikia. Baada ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara kutoa ratiba za mechi za kiporo za Simba, uongozi umekiri hauna tatizo na ratiba na wako tayari kuitumikia. Bwana, ratiba iko back to back. 2, 5 na 11. Usiwe na kilio, maana ila ratiba ilipokaa, hili liweko wazi mapema kwamba haijatoka heavy punde. Hii ya viporo. Sasa hii bwana, hii kwa mnyama hii back to back. Tangu ilipo ile channel ilivyosogezwa mbele, bodi ligi walivyokuja walivyoachia ule mkeka, na hii pia ilikuwa imewekwa. Mimi nadhani ni wakati sahihi sasa wakati sahihi wa wazaji wengine wa Simba nao kucheza. Na kwenye ratiba na hapa kwenye ile ratiba ilivyotoka mwezi wa pili ni kama walimuona mnyama kabisa huyo atafika finali, kwa sababu kwenye nusu finali pale gepu likaachwa. Robo gepu liachwa na nusu. Bwana, kwa mimi kwenye ile ratiba kocha Fadlu bwana nimshauri kitu kwamba angate meno. Ajimalize. Mpe nafasi Mutale Budo. Mchezo nini bwana wewe? Mashujaa huyo hapa kwa KMC. Hizi mechi za jioni. Sema sasa ndio ile mnataka ubingwa, lakini Budo mbona anatosha? Sio anataka ubingwa, unaangalia kwanza juu yuko nani na amekuacha alama ngapi? Sasa si mbele ya Mashujaa ndugu yangu. Wewe ukisema mtumie Mpanzu mechi zote hizi back to back, utamchosha mechi ya Berkane. Wale wanasema hatuwezi kwa sababu tofauti ukiangalia ukishinda zote alama moja. Ukipigwa tofauti alama 6 ajaribu kufanya mabadiliko ya kikosi. Wachezaji Simba si wapo bwana. Wewe atashindwa kubonda mbele ya Mashujaa. Kisiki. Ifika tofauti alama. Ngoja bwana Lusajo, ni sawa mimi nakuelewa kwenye hoja yako, lakini wanajua mechi ya mwisho hata tukifungwa ni mabingwa. Kwani ngoja kwanza bwana, kwani Simba hawezi kutumia baadhi ya wachezaji ambao wapata nafasi na akashinda kwenye michezo ya ligi kwa kufanya rotation? Sababu Simba unajua watu hawajui bwana, Berkane mechi yake ya mwisho itakuwa tarehe 4. Baada ya hapo achezi mechi tena, anajiandaa na finali. Simba mechi yake ya mwisho unajua ni lini? Anabaki na siku 5 tu za kujiandaa, ambazo ukisafiri mpaka kwenda Morocco atakuwa amebaki na siku 3 za maandalizi. Tarehe 11 ni tarehe 17. Maana yake kutoka hapa mpaka wasafiri wafike pale Morocco wapumzike waanze mazoezi. Tarehe 11 mechi na KMC inachezwa Tabora. Tarehe 12 anarudi Dar es Salaam. Tarehe 13 safari inaanza. 14 kama hawajaunganisha ndege. Kama ni moja kwa moja wako Morocco. Wakiondoka asubuhi mapema tarehe 13 siku hiyo wanafika Morocco. Ukiunganisha ile uende Uturuki ama uende Dubai, alafu unajua hizi nchi za Afrika kaskazini lazima ule wakati mwingine unakwenda Asia unarudi Afrika. Au unakwenda Ulaya unarudi Afrika. Kwa sasa hofu yangu ndio iko hapo. Ndio maana nikasema kocha Fadlu angate meno. Edwin Barua mweke. Labda Kichasambi tia ndani. Hussein Kazi. Huyo hayupo sasa. Unataka kuna nili? Hussein Kazi ulimuona alicheza mechi gani?
au amrudishe. Wanda kuleta balaa jingine hapo. Au Katoro aanze pale. Valentino Uma tia ndani. Sasa amesafiri na timu ya vijana. Nani? Valentino Uma amesafiri vijana. Mashaka ndo amesafiri na vijana. Vipi na yeye bwana Valentino Uma tia ndani ile kushoto chuma kinaoverlap kile. Mashaka ndo amesafiri na timu ya vijana. Yuko huko na wamekandwa jana. Upande mwingine wa kulia acheka nini bwana? Upande mwingine wa kulia tia Duchu au Kigili. Kigili yuko wapi bwana? Maana Kigili naye haonekani siku hizi. Kulikuwa hakuna haja ya kusema wamekandwa. Si wamepoteza. Bwana Kigili yuko wapi? Mbona haonekani siku hizi? Duchu amechukua nafasi ujue kulia ya Kigili. Shughuli imekuwa ngumu kwa unajua mafi shughuli. Baada ya ile dabi, hizi dabi ujue zinaanza kupoteza Kwa nini katikati si alicheza? Bwana Kigili mimi simuoni bwana. Lazima niulize. Beki mzuri sana yule. Amepewa nafasi hapa katikati. Alikuwa na overlap vizuri sana upande wa kulia, ana kasi. Watu wakasema mbona huyu Kapombe pate mbili huyu? Kama sio pate tu. Lakini yuko wapi Kigili? Sasa hivi Duchu ndo anakamua kulia kule. Mwalimu anafanya rotation, huenda anatengeneza kila mchezaji apate nafasi. Hebu tu discuss ndugu yangu mimi na wewe. Wewe ndio kocha anakupa Kigili na Duchu, utamchukua nani? Nachukua wote. Ubora wa wachezaji hao wawili upande wa kulia Simba. Nani ana quality kumzidi mwenzake? Kama unataka mchezo ushambulie kwa kasi utaenda na Kigili. Na kama unataka mchezo gani uende na Duchu? Kwenye kuzuia. Kigili sio mzuri kuzuia. Hao walivyojifunga dabi ndio amekuwa mbaya kwenye kuzuia. Wenda alivyojifunga alionyesha ni mzuri kwenye kufunga zaidi. Kigili ni beki bora kuliko hata Duchu. Mimi nakwambia. Kigili ni beki. Kwa hiyo kwa ufupi mwalimu anatakiwa kufanya bora kuliko hata Duchu. Rotation katika mechi hizi za kiporo. Sana. Kwa sababu akisema afunge booster ile mechi unapumzika siku moja, una mechi tena, unapumzika, unasafiri na mechi tena. Simba anaweza kadondosha alama. Na kisiki finali ya pili itachezwa tarehe 25 mwezi huu wa 5, na tarehe 25 ndio siku ambayo ligi hapa nyumbani inatamatika. Itakuwaje? Tarehe 25. Tarehe 25. Hapo mbona mechi zote zasogezwa za mwisho wa nanili? Yaani kwa vitu vingine unajiongeza tu. Hiyo ligi yetu sisi tunaijua. Kwa sababu kwa sababu hiyo tarehe 25 Simba yeye atakuwa na mchezo na Kagera Sugar. Hiyo ni namba tu. Kwani hawajui kama kuna nanili? Kuna hii kombe la shirikisho Afrika. Kaka, usishangae ligi yetu ikaisha tarehe 29 au tarehe 30 mwezi wa 5. Mechi za mwisho zikapigwa huko. Mambo yakaenda mbele. Sasa wewe mnyama anaunguruma kwa Mkapa tarehe 25 na kombe la shirikisho, wewe unacheza mechi za ligi, unamaliza ligi. Kwa mujibu wa ratiba ambayo ilitolewa na bodi ya ligi, hapa inaonyesha ni Simba na Kagera Sugar saa 10 kamili KMC. Hiyo ratiba tu kaka, nisikilize mimi, hiyo ratiba. Mechi zitasogezwa mbele. Mwezi wa 5. Mechi zitasogezwa mbele hizo. Zote. Zote. Alafu finali yenyewe itakuwa kwa Mkapa. Nyinyi wengine mnacheza na yaani watu waache kuangalia finali. Wanaangalia ligi. Kwanza ligi yetu ilivyo, mechi za mwisho zinapigwa muda mmoja na timu zote zinakuwa uwanjani. Kwa hiyo tarehe 25 na hakika mechi zote zitasogezwa huko kwenye tarehe 30. Wakati Simba akimalizana na kombe la shirikisho. Sasa tunakwenda kwenye kumaliza ligi. Lakini kumbuka hapa katikati tutakuwa tushapata pengine majibu. Inawezekana kama kuna mchezo mwingine tena mkubwa. Mwezi huu. Mwezi mzuri huu. Mwezi bwana wewe achana nao kabisa. Mwezi wa 5. Na kabla mwezi huo hujaisha kisiki, lazima mambo yote yawe yamekwisha. Lazima tujue. Yaani sasa unajua kuna ile unayoshaje kusikia kwamba tutajua mwisho wake ni nini.